صبر زميل المنذري elimu kwa dalili. Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال من أحب أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه رواه البخاري. sikiliza makini maneno haya mtume sallallahu alayhi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi, yule anayependelea Allah subhanahu wa ta'ala amkunjulie katika riziki yake, amuongezee katika riziki yake, amfanyie wepesi katika kuipata riziki yake hapa duniani. Kadhalika au yunsa lahu fi athari, kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ampe umri mrefu, awe ataishi umri ulio na baraka mpaka anapoondoka duniani yale mema yake yaendelea, au apewe umri mrefu fi'lan, falyasir rahimahu, basi na aunganishe kizazi chake. Kwa watu wanaolalamika kutokuwa na baraka katika riziki, jiangalie makini, ukoje wewe na ndugu zako, ukoje wewe na wazazi wako, ukoje wewe na watu wako wa karibu. Shahru Ramadhan ni fursa hii, kwa sababu nyoyo zimelainika, watu wameelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Uliyemkosea rudi kamuombe msamaha, iingie siku ya Eid watu wakiwa katika mahabba na ulfa, wa illa tutaingia katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina la'anahum Allah. Moyo utakuwa ni mgumu ulioje ikiwa sikia maneno haya Allah subhanahu wa ta'ala, kisha juu yake ukakakamaa katika kukata kizazi kwa sababu ambazo wallahi ukasimamishwa kesho mbele ya Allah, huna hujja yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah الدنيا طغت على كثير من قلوب الناس. ukitizama katika nyoyo za watu wengi, dunia imepita mipaka katika nyoyo zao, mpaka kufikia watu kukatana ndugu kwa ndugu, sababu ukitizama ni dunia. Wallahi ukitizama kwa makini hutakuta kuwa sababu ya watu kukatana mara nyingi ni dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ukitizama utakuta kuwa kuna jambo katika mambo ya kidunia watu wamekosana, ikawapelekea watu kukosana, kufa kutozikana. Ni wangapi katika watu waliofiliwa na ndugu zao, ukajaribu kuwapa pole, lakini akakwambia kuwa aliyekufa hana uhusiano wowote na mimi, wakati ni ndugu yake aliyezaliwa na yeye kwa baba na mama. Ukitizama nyuma yake utakuta kuwa ni dunia iliyowafarikisha baina yao. falnattaqillaha ibadallah, tumche Allah subhanahu wa ta'ala. Na tabu nyingi tunazozipata katika dunia hii huenda ikawa sababu ni kukata kizazi ulichokikata.